Leo tupo kwenye siku mojawapo ya kutimiza maagizo ambayo ametupatia yeye kama Mungu wetu. Ametuagiza kupumzika kwenye siku ya leo na kuachana na mambo yote ambayo tunayatenda katika siku sita. Na alikuwa na maana kubwa sana alipoitenga hii siku kuwa ya mapumziko kwetu. Lengo kuu ni kumwabudu, kumshukuru na kumsifu kwa yote ambayo ametutendea kwa wiki nzima. Leo tutakuwa na somo fupi kutoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza fungu la kwanza. Wakorintho wa kwanza 1 fungu la kwanza mpaka la 8. Mwenye Biblia anaweza kusoma akafungua tu mpaka hapo, alafu leo msubiri tuelekezane machache tufungue sabato yetu. Hatuna Biblia. Wakorintho, waraka wa kwanza wa Korintho 1 anzia 1 teremka mpaka 8. Ina title inayosema umoja katika Kristo. Umoja katika Kristo. Umoja katika Kristo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza fungu la kwanza kuendelea kuna waraka wa Paulo kwa Wakorintho, na amewaandikia kwa lengo la kuwaunganisha, yani lengo la kuwafundisha kujumuika kwa umoja, yani kuwa wamoja katika Kristo. Leo tuna ibada takatifu kabisa ambayo pia lengo lake kubwa ni kutuleta pamoja. Sisi kwa ujumla ni mwili wa Kristo. Tunajenga mwili wa Kristo. Tuna vipengele vingi ambavyo vinaujenga mwili wa Kristo. Sasa kwenye kanisa vipengele vyote hivyo vinapatikana, ndio maana ukamilifu wa mwili wa Kristo unapatikana. Wakorintho wa kwanza fungu la kwanza tusome kwa pamoja. Wakorintho wa kwanza kuanzia 1 inasema, Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sosthene ndugu yetu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliita jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali. Bwana wao na wetu, neema na iwe kwetu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu. Huyu ni Paulo sasa. Huu ni waraka kwa Wakorintho. Anasema hivi kuanzia fungu la 4. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu, kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo uliothibitika kwenu, hata hamkupungukiwa na karama yoyote, mkimtazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye atawathibitisha hata Bwana wetu Yesu Kristo. 9. Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. 10. Basi ndugu, na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja. Amina. Wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Jamani, si kweli? Kuna fitina, tunafitiniana,
tuna vinyongo, tuna visasi. Sasa 11 anasema, kwa maana 12 tuanze. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Kanisani hapa tunaposema kwamba Bwana mimi ni mwanakwaya tu, au mimi Bwana niko upande wa mzee Zedekia, au niko upande wa, kuna viongozi wa kanisa, yes. Kwa hiyo tunapojigawa kwamba mimi nina belong kwenye upande huu, mimi na belong kwenye upande huu, unaulizwa kwenye kitabu hiki wa Korintho wa kwanza 1:12 kwamba mwili wa Kristo umejigawa. Kama hivyo basi kila mtu nao na saidi yake, kwamba Bwana mimi niko upande huu, mimi niko upande huu, mimi niko upande huu. Si kwenye duniani huko tuna timu tunazo support. Yes, basi wewe jigawe kwamba Bwana mimi niko Simba, mimi niko Yanga, kwa sababu zile timu ambazo ziko scattered kweli. Simba hawaingiliani na Yanga, Yanga hawaingiliani na Simba, Chadema hawaingiliani na CCM, CCM hawaingiliani na Chadema, si ndivyo? Sasa tukiwa kanisani hapa, somo linatuhimiza kwamba tunapoweka matabaka, lengo linakuwa ni nini? Wakati wote tuna nia moja, kama ilivyosema fungu. Tuna nia moja ya kujenga mwili wa Kristo. Nia moja ya kuwa katika umoja wa kutuunganisha wote kwa pamoja. Kuna haja gani sasa ya kusema kwamba mimi ni wa upande huu, mimi ni wa upande huu, mimi ikifika hiki hapa sito support, mimi nitasapoti, amefiwa fulani nitatoa kwa fulani anafunga ndoa, huyo ndio ambaye nitatoa mchango wangu. Yaani kuna logic gani ya kuwa na haya matabaka, wakati tukiwa humu wote tunaongea lugha moja, ambayo lugha moja hiyo inatupelekea sisi kuwa wamoja katika kujenga mwili wa Kristo. Kumbe hatuna haja ya kuwa na matabaka, kwa sababu fungu linatufundisha kuwa wamoja. Basi lengo letu liwe moja. Tunaposema kwamba Bwana kuna tatizo sehemu fulani, au kafiwa fulani, au fulani ni mgonjwa, kwa sababu wote ni wamoja na tuna nia moja, ni jukumu letu kuungana kulikabili lile linalotukumba kwa wakati huo. Jamani, Bwana ni mwema. Hakuna haja ya kuwa na matabaka, ya kuwa na classes, kwamba Bwana mimi niko kwenye klasi hii, mimi niko kwenye klasi hii, wakati tuna lengo moja, tunagombania vitu na tunajenga nyumba moja. Sio? Inakuwa haileti logic yoyote. 14, nashukuru kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu, ila Kristo na Gaya, mtu asije akasema kwamba mlibatizwa kwa jina langu. Jamani, tunaelewa? Tena naliobatiza watu wa nyumbani mwa Stefana, zaidi ya hao sijui kama nalimbatiza mtu yeyote mwingine. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. 18, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Neno la Mungu kwa watu ambao wamegawanyika, kwa watu ambao wana matabaka, watu ambao wana classes, masikioni mwao ni upuuzi. Sawa na unapoenda kumwambia mtu kitu ambacho yeye ashakikatia tamaa, yani hataki kukielewa, unapomuelezea anaona kama unapiga kelele. Ndivyo Biblia inavyosema. Neno la Mungu kwa ambao hawako tayari kulipokea, neno la Mungu kwa watu ambao wamegawanyika,
ni kelele, ni upuuzi, kwa sababu hawako tayari kufikia lile ambalo unalihubiri au unawaambia, kwa sababu wao tayari wana mafundisho yao ambayo wameshajijengea akilini na vitu ambavyo wanaviamini. Sasa tufanye nini ili sasa tuwe wamoja? Yaani tufanye kitu gani ili tuungane tena? Kwa sababu matabaka yanasababishwa na vitu vingi. Tukirudi tunapoishi, matabaka yanasababishwa na yafuatayo. Nimechukua machache. Matabaka yanasababishwa na jinsia, kuna elimu, kuna uchumi, kuna siasa, kuna dini na tofauti za kijiografia. Vitu vyote hivi vinaleta classes. Kuna klasi ya wasomi, kuna klasi ya wasiosoma, kuna klasi ya matajiri, kuna klasi ya masikini, kuna klasi ya waaminio na kuna klasi ya wasioamini. Si ndio? Kuna daraja la wanasiasa na viongozi, na kuna daraja la watu wa kawaida. Kuna daraja la wanawake, tofauti wanawake, na kuna daraja la wanaume. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinapelekea nini? Kuwa na matabaka. Sasa tuzungumzie matabaka yanayojumuisha kundi la watu wote kwa pamoja. Tujikite kwenye imani yetu na tuende specific kabisa kanisani, tusiende kwenye imani zingine. Tuwe specific, matabaka ndani ya kanisa, yaani ndani ya kanisa humu ndani. Tuachane na walokole, tuachane na Waislamu, tuachane na Protestanti wale, tubaki hapa kwenye kanisa letu. Matabaka tunaweza kuyagrupa haya matabaka kwenye makundi tofauti. Tabaka la wenye uchumi wa juu na tabaka la wenye uchumi wa chini, sivyo? Sasa tukishaweka tabaka kama hili ndani ya kanisa, uwezekano wa sisi kulielewa neno la Mungu mdogo sana, kwa sababu itatokea fulani anahubiri, huwezi kumsikiliza kwa sababu wewe ushajiweka kwamba ataniambia nini bwana, mimi najua Biblia kuzima. Tabaka la wanaosoma Biblia sana na tabaka la ambao wana waongofu wachanga, si ndivyo? Kwa hiyo anaposimama mtu hapa, ushamkariri kabisa kwamba huyu bwana akisimama ataongea kitu fulani, yaani unamkadiria kabisa. Sasa kwa namna hiyo tuondoe hizi tunasemaje? Tuondoe hizi imani au uelewa huo ambao ni wajumla wa mtu fulani. Hebu anaposimama for instance mtu kukuelekeza au kukuhubiria, mchukulie kama mtu mgeni kabisa ambaye hujawahi kumwona, na muombe Mungu akusaidie kufanikisha hilo. La sivyo tutakuwa ni wale wahudhuriaji wenye ibada, tunafika kwa sababu kuna Jumamosi kuja kanisani, siendi kazini kwa niende tu kanisani, lakini kile kinachohubiriwa 100% kwa bahati mbaya kabisa unashindwa kukielewa kwa sababu ya underrelation uliyoiweka kwa mtu fulani. Yaani unamwandareti mtu kiasi kwamba anachokiongea kwako unakiona kama kelele. Neno la Mungu limesema kwamba neno la uokovu kwa wengine linaonekana kama nini? Upuuzi, kwa sababu wewe haujajiweka tayari kuelewa kile ambacho kimekusudiwa na mbingu wewe kukielewa. Sasa neno la Mungu linatusii kwamba yeyote anayesimama kwa ajili ya kukupa maelekezo, kwa ajili ya kukuelekeza wewe kwenye njia moja, kutoka kwenye njia moja kuja kwenye njia nyingine, mchukulie kama mtu mpya kabisa ambaye hujawahi kumwona. Ni sawa na kwamba zile sabato ambazo tunawalika wageni maybe kuja kuhubiri au kaja mchungaji mpya. Mtu yeyote anayepanda kuhubiri hapa, yaani yawezekana unamjua 100%. Tunaelewana? Kwa sababu wapo usione ni hawa, tunaishi kwenye mazingira sawa, wengine tunaishi majirani, tunajuana. Instance ya mtu kusimama hapa au akikufuata kwa ajili ya kukueleza chochote cha kiroho, ni Mungu kamtuma. Sikiliza sauti ya Mungu, sio sauti ya yule.
Kwa hiyo tukubalini kubadilika, tuache kuchukulia maneno ya Mungu kama upuuzi katika akili zetu, kwa sababu neno la Mungu siku zote lipo kwa ajili ya kutubadilisha, kututoa kwenye njia mbovu, kutuleta kwenye njia njema. Mungu atatubariki sana, na ikitokea tukafikia hii level ya kuchukulia neno la Mungu kwa uzito, tutakuwa tumepiga step kubwa sana kwenye imani. Yaani ni step 100 mbele kwenye imani kama zaidi ya tulivyokuwa mwanzo. Mungu atusaidie. Tunapoyasoma maandiko yake, tunapoyasikiliza maandiko yake, yawe ni yale mapya masikioni mwetu kila siku. Mtu anaweza akasoma hapa akasoma fungu inasemaje, Kutoka 20 fungu la 8, Yohana 3:16. Yaani hata akisema fungua Yohana 3:16 ufungui, kwa sababu sasa wewe unaifunga gani tena bwana? Mbona fungu linalikana? Au lijui. Yaani ile fungu umelikaribu. Hilo fungu lina translation zaidi ya 100, lina masomo zaidi ya 20 kwenye hilo fungu moja. Kwa hiyo tusichukulie maneno ya Mungu kawaida, yaani tuache ule ukawaida kwenye neno la Mungu. Ili litatusaidia sana sana sana. Jamani, Mungu atubariki. Tusimame tu. Mungu, kwa sababu ya neema zako na fadhili zako kwetu. Unajua wakati mwingine maneno yako haya masikioni mwetu na masikio ya kawaida sana. Na ndio maana wakati mwingine hata akiatilii manani, ni kwa sababu alihubiri mchungaji fulani akaja kuhubiri. Kwa hiyo lile somo wakati kama akilini mwetu ndo kama tuondolee upumbavu ambao umejikita kwenye akili zetu. Tunakuomba Mungu mbinguni, maneno yako akilini mwetu yawe mapya kila siku, ili tuweze kusogea kutoka hatua A kwenda hatua B kwa uongofu ambao tunategemea kwako. Tunapoyasikiliza maneno yako yawe kutubadilisha na kutusogeza karibu na wewe. Watu wako hawa ambao jioni ya leo kwa ajili ya ufunguzi huu wa Sabato na maandalizi ya Sabato, Mungu wa mbinguni katubariki. Tulipofunga kazi zetu na majukumu yetu tukaacha kuja hapa, Mungu katubariki. Inawezekana tulifunga wakati ambao wateja ndio walikuwa wengi, lakini tulisikia sauti yako tumekuja. Mungu katubariki. Tunapoondoka hapa kwenda nyumbani, wengine tukiendelea na mazoezi, Baba wa mbinguni, endelea kutuita pamoja kama nilivyosema. Umoja huu wa kanisa na umoja wa kiroho usije kutawala katika mioyo yetu, ili kwamba Mungu wa mbinguni tusichukuliane poa katika utumishi wako. Neno lako likatujenge siku hadi siku, na ndio uongofu ambao tunataka. Neema yako yatosha. Tunapoondoka hapa tufikishe salama, na tutakao baki. Mungu wa mbinguni, endelea kubaki na sisi, na programu zote zitakazoendelea ziwe chini yako, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.